Matayarisho ya kupiga kura katika uchaguzi mdogo wa Magarini County Kilifi yanaendelea, huku wakazi wakieleza matumaini na pia wasiwasi kuhusu uwezekano wa udanganyifu wa kura. Vyama vya kisiasa vimetaka Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC kuhakikisha wazi, usalama na vifaa vya usimamizi makini wa vituo ili kuepusha madai ya wizi wa kura ambayo mara nyingi huibua mvutano katika chaguzi. Tuungane na mwanahabari wetu ambaye ni Fatima Bogo ambaye anafuatilia maandalizi hayo. Bogo, karibu sana kwenye taarifa za NTV jioni. Hebu tufahamishe kutoka Magarini, kuna nini kipya ambacho watazamaji wetu wanahitaji kufahamu? Bila shaka, ikiwa imesalia siku moja tu kabla ya uchaguzi huu, tumekutana na viongozi mbalimbali kutoka mirengo mbalimbali kufuatilia tu matayarisho na jinsi wanaona kwamba tume ya IEBC imejihalalisha katika uchaguzi huu. Kwa hiyo moja kwa moja kwanza tutaungana na gavana wa Mombasa ambaye ni naibu kinara wa chama hiki. Atuelezee tu kwa kina, vipi umeridhishwa na maandalizi ya tume hii ya IEBC? Haki ya kuweza kukagua chakula ni baada ya kukila. Na sasa hivi sisi ni kusubiri tu uchaguzi vile utakapofanyika. Najua hii ni uchaguzi wao wa kwanza kuweza kuandaa, na ningeomba tu wale wenzetu, kwa sababu nimeona kwa parapara zimekuwa nyingi, kila mmoja anazungumza hivi anazungumza vile, tuache watu wafanye kazi yao. Ikiwa kuna tatizo lolote, mtatuambia tatizo mliloliona ni lipi. Sio kuanza too much. Wacha watu wafanye kazi. I think the most important is watu waweze kujitokeza kwa wingi, kuwe na amani. I'm disappointed sheria inazungumza ya kwa watu baada ya kuweza kupiga kura kila mmoja aondoke. Nasikitishwa ya kuwa napata viongozi wengine wanakeuka sheria na wanaambia watu wazi ya kwa baada ya kupiga kura kaeni pale pale. Yani ni kujaribu tu kuweza kuleta ile hamasa ya kuweza kuleta fujo. Hii ni dalili ya mwaka 2027. Ikiwa watu wana wasiwasi kuanzia sasa, sijui huko mbeleni watakuwaje. Asante. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, pia tulikuwa na kinara wa chama cha Wiper ambaye ni Kalonzo Musyoka. Tuliweza tu kuongea naye mengi zaidi, lakini kikuu zaidi alichokizungumzia ni swala la wizi wa kura. Alisema kwamba hii ni nafasi adimu kwa tume ya IEBC kujiweka wazi na kuhakikisha kwamba uchaguzi huu utafanyika kwa njia ya haki na usawa. Hebu tumsikize. Chukua every piece of evidence that was talking katika mambo Fatma, mambo ya justice. Hii ni kazi imefanyika na Marjan peke yake, on the advice of his bosses. Kwa kukiwa na makosa yoyote itajulikana imefanywa makusudi, kama vile in 2022 makaratasi ilichanganywa Mombasa County na Kakamega County, ndipo kukatokea fujo. Na bila shaka tutakuwa tunafuatilia tu maandalizi ya uchaguzi katika eneo hili la Magarini kwa kina, na hapo kesho tutakuwa pia tunaangazia kusafirishwa kwa vifaa hivi vya kupigia kura katika vituo vyote ambavyo vitakuwa vinatekeleza wajibu huu. Kwa hiyo kwa mengi zaidi ni katika taarifa zetu za saa 3, lakini kwa sasa narudisha usukani kwako ni Kwambua. Asante sana Bogo kutoka Magarini County ya Kilifi. Bila shaka binti huyu akifuatilia kwa kina zaidi kuhusiana na matayarisho ya uchaguzi mdogo wa eneo bunge hilo la Magarini. Sasa